baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kushika uongozi wa nchi yetu na kwenda maridhiano, kwamba wabunge na madiwani wengine wamepita bila kupingwa, kwa hiyo hawana uhalali kuchaguliwa. Tanzania ndio nchi ya kwanza duniani ambayo sasa mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, diwani, mbunge, rais akiwa peke yake kwenye uchaguzi atapigiwa kura ya ndio au hapana. Uingereza mpaka sasa anapita moja kwa moja. Sababu watu wanasahau kwamba kupita kule bila kupingwa tuletewa na Waingereza, lakini sisi tumekwenda mbele ya Waingereza kwamba sasa wewe ukibaki peke yako lazima upigiwe kura. Hayo mabadiliko, hiyo reform ni ndogo. Hiyo reform ni ndogo alileta Dr. Samia, na ndio maana ukienda kuhusu rais ni kifungu cha 38 kifungu kidogo cha pili. Akibaki peke yake kura ya ndio au hapana. Mbunge kifungu cha 54 kifungu kidogo cha pili, akibaki peke yake kura ya ndio au hapana. Na udiwani kifungu cha 66 kifungu kidogo cha pili, akibaki peke yake kura ya ndio au hapana. Na uchaguzi huu wa viongozi wa vijiji na vitongoji, kuna ambao kura za hapana zilikuwa nyingi kuliko ndio. Naibu Katibu Mkuu, hayo watu waelezwe. Kuna ambao hapana zimekuwa nyingi na uchaguzi unarudiwa. Hiyo ni reform au sio reform? Roma haikujengwa katika siku moja. Roma haikujengwa katika siku moja. Na ndio maana umeniuliza, nchi hii uchaguzi huu tunaofanya mwaka huu utakuwa ni uchaguzi wa 15. Hatujawahi nchi hii kuahirisha uchaguzi hata mara moja. Na katika chaguzi ambazo zilikuwa ngumu, mojawapo ni uchaguzi wa mwaka 1958 uliokuwa uchaguzi wa kwanza Tanzania bara, ambao wanachama watano hawakumuelewa rais wa tano Julius Kambarage Nyerere kukubali mapendekezo ya Waingereza na Umoja wa Mataifa kwamba uchaguzi huo, kwanza sifa za mpiga kura zilikuwa juu kabisa, Waafrika wengi hawakupiga kura. Lakini pili, tukalazimishwa kila jimbo la uchaguzi lichague wabunge watatu, mbunge mzungu, Muasia na Mwafrika. Na baada ya chama cha TANU kupitisha maamuzi hayo, kiongozi wa ngazi ya juu wa chama cha TANU alijitoa, Zuberi Mtemvu, na kuunda chama cha African National Congress of Tanganyika kupinga maamuzi ya Mwalimu kukubali suluhu na Waingereza ya wabunge watatu, wazungu, Wahindi na Mwafrika. Na Mwalimu alisema, wana ndugu zangu wa TANU, na wakati huo Mwalimu alikuwa na umri wa miaka 36, kijana mbichi, akasema, na wahakikishieni hao wazungu na Wahindi wanaounga mkono TANU ni nao. Ndio kina Amiri Jamal, ndio kina Nuru Kasam, ndio kina Sofia Mustafa, ndio kina Derek Bryson, ndio kina Lida Sterling. Chaguzi wa pili mwaka 62, chama cha TANU kinamsimamisha Mwalimu kuwa mgombea urais, na chama cha ANC kinamsimamisha Zuberi Mtemvu kuwa mgombea rais. Mwalimu anashinda. Mwaka 65 chaguzi haukuahirishwa baada ya muungano mwaka 64 na kuja na katiba ya muda. Mwaka 70 chaguzi ukafanyika. Mwaka 75 uchaguzi ukafanyika. Mwaka 80 Njola yupo, palikuwa na kila hoja kumuomba Mwalimu aahirishe uchaguzi wa mwaka 80 kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi baada ya vita vya Kagera vya kumuondoa Nduli Idi Amin. Na mpaka rais wa Msumbiji Samora Moises Machel alitoka Maputo kuja Dodoma kumuona Mwalimu. Nchi imetoka kwenye vita, hali ni ngumu. Mwalimu akasema hatutaahirisha uchaguzi kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi baada ya vita. Mwaka 85 ndio ulikuwa uchaguzi wake 80 wa mwisho, akaliaga taifa. 85 tukaanza mfumo, sisi tukiwa nchi ya kwanza katika bara la Afrika yenye mfumo wa chama kimoja, lakini iliyoweka ukomo wa vipindi vya uraisi kuwa viwili. Na unakumbuka Njolai, mapendekezo ya NEC ilikuwa ni vipindi vitatu, lakini wajumbe wa NEC wakasema vipindi viwili. Tukumbushane mambo haya. Mwaka 90 uchaguzi umefanyika, 95 umefanyika, 2000 umefanyika, 2005 umefanyika, 2010 umefanyika, 2015 umefanyika. Uchaguzi mwingine ambao wengi walianza kunong'ona uahirishwe
ni wa 2020 kwa sababu ya COVID au uviko. Huu wa 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 15 na utaofanya tayari reforms zikiwa zimefanyika na nyingine zitaendelea kufanyika jinsi nchi hii inavyokwenda. Sasa muda umepitiliza kupita kiasi, na nisikukosea na wewe pia ukasema kwa sababu ni bosi wako na kuombea bajeti bungeni, kwa hiyo niachie. Ndugu, umoja wa wazazi katika jumuiya zote, nyinyi nafasi yenu ni ya kipekee kabisa. Msipoitambua nafasi yenu katika kueleza mafanikio ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika miaka minne, mawe yatasema. Fanya mambo makubwa sana katika mazingira ambayo si ya kawaida, na nilitamani waziri wa fedha ana shughuli nyingi, amekuja. Tumepita katika vipindi ambavyo kiuchumi duniani, lakini yeye amekuwa rubani mahiri na ndege sasa imetua airport Dodoma, inasubiri kupaa tena kwa miaka mitano mingine 25 hadi 30. Uchungu wa mwana, uchungu wa mwana, kazi na utu. Mniwie radhi sana kwa kusema mengi, na yale mengine yasiyokuwa na faida muyaache, yenye faida yote tumpe nani? Dr. Samia Suluhu Hassan.